Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Nasiha liwajhi Allahi ta'ala. Nasaha naitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya tarikh. Kuna jambo ambalo kwamba taban limekuwa ni la kawaida na limeenea sana katika mji wetu huu Tanzania, katika nchi yetu ya Tanzania, hasa hapa Dar es Salaam. Kadhia yenyewe ni baadhi ya mashekhe ambao kwamba taban wanaoitikadiwa kwamba ni mashekhe wanafanya hafalati za Maulid. Kabla ya hafalati za Maulid wanaandaa makongamano na vitu kama hivyo. Si vibaya kuandaa makongamano ya ilmu na nini ya kuwanufaisha watu, ni kitu kizuri. Lakini mushkila ni kwamba namna ya uendeshaji wa hayo makongamano, namna ya utendaji wa hayo makongamano ndiyo mushkila na tatizo liko hapo. Unakuta makongamano kama hayo wamealikwa shuyukh wa kisufi, lakini wamealikwa vigogo na vigingi vya kiwahabi. Hapa ndipo napotaka munisikilize kwa makini sana. Kwa nini tunapinga uendeshaji wa makongamano wa mseto wa namna hiyo? Kwa sababu tunapofanya sisi jambo kama hilo la kielimu na sote tunajua kwamba maneno yale maarufu yaliyopokelewa kutoka kwa salaf ya kwamba inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khuduna dinakum, hii ilmu ni dini, tizameni mnachukua wapi dini yenu. Lazima uchukue ilmu kwa mtu ambaye kwamba ni alim, ambaye kwamba ilmu yake ni sawa, ameichukua kutoka kwa ulama. Unapoalika wahabi katika kongamano, indirect umempa tazkia kwanza, sio indirect, direct umempa tazkia. Na direct unawaambia shabab talabatul ilmi ya kwamba yafaa kusoma kwake, yafaa kuchukua ilmu kwake. Kwa hivyo kwa namna hiyo inakuwa umefungua mlango wa shabab sasa, kama ni jiwahabi na channel yake kwenye mitandao ya kijamii huko, ma Facebook, ma YouTube, manini, unawaambia shababu kama nendeni mkafuatilie huyu jamaa mchukue ilmu kwake. Kwa maana hiyo unakuwa umewafungulia vijana mlango upotevu. Sasa na cha ajabu ni baadhi ya mashekhe wa kisufi ambao kwamba tunaweza kudiriki kusema kwamba hawajitambui ilasaf. Kwanza wanaoandaa makongamano hayo ya mseto tunasema hawajitambui, lakini na hao mashekhe ambao kwamba huwa wanaalikwa katika makongamano kama hayo na wanafahamu ya kwamba kongamano hili niloalikwa la mseto, kongamano mseto, kongamano ambalo kwamba jamaa baina alhaqi walbatil, pia tunasema nao hawajitambui, kwa sababu na wao pia wanachangia katika hili suala. Sisi tunasomesha watoto wetu, tunasomesha wana katika madaris kwamba hawa mawahabi ni wapotevu. Tupiga kelele katika vinara vya maulidi, hawa mawahabi wapotevu, weneza upotevu, mujassima, kufar, kadha 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 kadha, yalla. Kisha sisi haya tunaomba kwamba tunayofundisha huku tunakuja kuyavunja amaliyan. Tunakarir kitu hicho, alafu huku yani tunajenga sisi ukuta, alafu sisi wanatokea watu wanatuchezea shere, wanatufanya sisi kuwa ni mitaimbo ya kuvunja hizo kuta ambazo kwamba tumezijenga.
Nimeamua kutoa nasaha hii kwa sababu unasema tatizo hili litatugharimu sana mbele, kwa sababu awalan hali ya tasawuf na masufi na turuq za sufia Tanzania ni taaban hakikatan taaban, kwa sababu unajua sijui ni vile watu njia za kufikiri zinatofautiana, lakini hiyo kila siku nasema hizi hadhara na vinara vya maulidi sivyo vitu ambavyo kwamba vinasimamisha tariqa hivyo. Kuna baadhi ya watu wasiojitambua fikiri kwamba kufanya hafla nyingi za maulidi ndio ishara ya kwamba tariqa zina nguvu au tariqa au tasawuf ina nguvu. La, tariqa haiwezi kusimama kwa hizi hadhara au kupiga matari sana mpaka tunarusha juu hivi. La, fanyeni. Lakini tunapozungumzia kusimama kwa turuq za tasawuf ni ilmu na maarifa, na ndio kitu ambacho kwamba mashekhe wingi asilimia kubwa, asilimia zaidi ya 90 ya mashekhe wa kisufi hapa nchini hata kusomesha, hata kujishughulisha na masuala elimu. Wao na mishwarati zao tu, khitabati zao, hatujui kwamba Allahu a'lam hata kuingilia mambo mengine. Lakini alhasil hakuna i'tina, hakuna kutilia umuhimu wa ilmu, hakuna kutilia umuhimu manhaj, hakuna kuchunga manhaj, hatuna intibat kabisa. Sababu unapolialika wahabi, labda mfano tuseme baadhi ya mawahabi, labda kina Tahabane wahabi